Karibu kwenye Mafia TV. Tafadhali usisahau kubonyeza neno subscribe, bonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu na yale ya kimichezo. Na leo nawasogezea taarifa kutoka ndani ya kikosi cha Yanga, ambapo wenyewe wamekuwa kitajwa kumhitaji mchezaji kutoka ndani ya kikosi cha Azam FC, na hapa namzungumzia raia wa Gambia Gabriel Sila. Sasa Yanga inapiga hesabu za kuwa na winga wa maana anaitumia mguu kushoto kwa msimu ujao, na akileo imetoka kwa mtu mmoja mtunguaji ndani ya Azam FC. Sasa pale Azam, winga ambaye anapasua kichwa Yanga raia wa pale Gambia ambaye nimekujuza na Gabriel Sila amekuwa moto akizifunga timu ndogo na hata vigogo Simba na Yanga akitumia mguu wa dhahabu, mguu wa kushoto. Sasa Yanga inafanya ushawishi wa kimya kuhakikisha inampata Sila mwishoni mwa msimu huu, ikitaka dili hilo limalizike kwa haraka kabla ya ligi kumalizika. Hesabu hizo za Yanga zinakuja wakati ambao Sila mkataba wake unafikia tamati mwishoni mwa msimu huu, akiwa bado hajakubali kuongeza mkataba mwingine na matajiri hao wa Chamazi. Azam inapambana kumbakisha Sila ambaye mpaka sasa ndiye kinara wa utungaji msimu huu akiwa na mabao 7, nyuma yake ikiwa mshambuliaji Nasoro Sadun mwenye mabao 6 ndani ya kikosi cha Azam. Sasa ukijaribu kutazama kwa upande mwingine, hesabu hizo za Yanga zinapigwa pia na AC Vita wa pale DRC Congo, ambayo inamtaka winga huyo, ikiwa ni mapendekezo ya kocha wao wa sasa Yusuf Dabo. Dabo alifanya kazi na Sila akiwa Azam kabla ya Msenegali huyo kibaro chake kutambawa mapema mwanzoni mwa msimu huu na kutimkia AC Vita. Lakini Azam sasa wenyewe hivi karibuni kupitia ofisa habari wa klabu hiyo Hashim Ibwe alisema katika wachezaji ambao mikataba yao inaelekea ukingoni, huku wakiwa bado wanahitaji wakiendelea kufanya nao kazi na mazungumzo ya kuongeza. Hali hiyo ndio inafanya mabosi wa Azam Januari mwaka huu, wakati Sila alipobakisha miezi 6 kwenye mkataba wake, kumuita mezani kufanya naye mazungumzo ambayo hayakufanikiwa ama hayakufikia pazuri. Ukimtazama Gabriel Sila kwa msimu huu, ni mtu wa namna gani, matokeo yake na namna ambavyo amekuwa ndani ya kikosi cha Azam FC? Ni mchezaji ambaye amekuwa na kiwango kizuri ndani ya kikosi cha Azam kutokana na aina ya performance ambayo amekuwa nayo ndani ya kikosi cha Azam, kwa sababu ukiangalia msimu 2024-25 mpaka sasa hivi ndiye mchezaji ambaye unaweza ukasema ana performance kubwa ndani ya kikosi cha Azam kutokana na namna ambavyo amekuwa, hachana na wachezaji wengine ambao wana performance nzuri kuanzia kwenye eneo lao la kiungo, ambapo hapo tamzungumzia Faisal ambaye amekuwa na ubora wa hali ya juu, mchezaji ambaye ametengeneza nafasi nyingi sana za kufunga ndani ya kikosi cha Azam, mchezaji ambaye amejua namna ya kuzitumia nafasi vile vile pindi ambapo nafasi hizo zinakuwa zinahitajika pale mguuni mwake kwa ajili ya kuscore. Sasa ukimwangalia Gabriel Sila ni mchezaji ambaye amefunga magoli 8 mpaka sasa hivi ndani ya kikosi cha Azam, kitofautisha na msimu uliopita. Msimu uliopita aliyekuwa kinara wa kufunga ndani ya kikosi cha Azam alikuwa ni Faisal ambaye alifunga magoli 19 na Kipre Zunon ambaye tunakumbuka alifunga magoli 10 na Sila alifunga magoli 8. Sasa mpaka sasa hivi katika michezo ambayo amecheza, amepata nafasi ya kucheza takriban michezo kadhaa ambayo amecheza na amefunga. Ni mchezaji ambaye amekuwa na wastani mzuri katika michezo ambayo amecheza mpaka sasa hivi. Michezo ambayo imechezwa na Azam, katika michezo ambayo amecheza msimu 2024-25, katika michezo 25 ameisaidia timu yake kupata alama 51, na magoli ambayo amefunga, kuna magoli amefunga ya muhimu ya kuisaidia timu kupata matokeo. Maana yake Azam wanajua ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu ile kwao, wanahitaji kuendelea kusalia naye kwenye timu. Lakini Yanga wanamhitaji mchezaji kama huyu katika eneo lao la ushambuliaji, kwa sababu katika idara ya ushambuliaji kuna pati ambazo zinakuwa zimegawanyika kwa timu. Kuna watu ambao ni washambuliaji, maana yake tukiwa tunazungumzia mawinga ambao wanatokea pembeni kushoto kulia, lakini ni watu ambao kuna viungo ambao wanatokea katika eneo la katikati, hapa unamzungumzia namba 10, lakini kuna natural namba 9 ambao unamzungumzia ni mtu ambaye namba 9 asilia ambaye yuko kwa ajili ya kufunga. Sasa ukimwangalia Gabriel Sila ana hivyo vitu, unaweza ukamtumia kutokea upande wa kushoto, atakuwa mzuri sana, atakufa vitu vingi, lakini ni mzuri vile vile akiwa anatokea upande wa kulia
kulia, maana yake anaweza kucheza maeneo yote kushoto na kulia, lakini unaweza kumtumia kama namba 9 kutokana tu na mipango yako ambayo utakuwa umeanzisha na kusema namna gani ambavyo unataka umtumia, hususan katika mchezo ambao utakuwa unahitaji na umeandaa plan yako kwenye viwanja vya mazoezi. Lakini mchezaji ambaye anakuofa kwenye upande wa kutumia mipira iliyokufa kutokana na aina ya mguu ambao anatumia, mguu wa kushoto, mguu wa dhahabu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye Yanga bado wanaendelea kumhitaji na wanapaswa kuendelea kushinikiza, kuongea na viongozi, kufanya negotiation ambazo zitawalipa wao kwa huyu mchezaji. Moja ya mchezaji ambaye mwenyewe anaweza akawa na wish kucheza timu kubwa na Yanga wana wish kuwa na mchezaji mkubwa, ndicho ambacho kinachangia mchezaji mwenyewe kufanya maamuzi, pengine mkataba wake ukiwa umesalia tu miezi 6 kabla dirisha kufunguliwa, lakini vile vile kabla ya msimu kumalizika, na anaruhusiwa kufanya mazungumzo na timu yoyote. Ndio maana unaona Yanga anatia nia ya kumhitaji mchezaji huyu kwa ajili ya kuendelea kuendelea kucheza katika ligi kuu ya NBC Tanzania bara, lakini akiwa kwenye jezi nyingine tofauti na ile ambayo alikuwa nayo. Anatoka kwenye nyeupe na blue anakuja kwenye upande wa kijani na njano.